Mjomba, hivi kweli wanafunga kweli? Ndiyo mjomba. Na nakaa sikuelewi hivi. Kitu gani usioelewa mjomba wangu? Kama anafunga, nikuulize swali? Bila shaka. Tangia tumeanza kufunga, leo tuna chungu cha ngapi? Leo ni chungu cha pili. Bahati yako mjomba. Ungesema cha tatu au cha kwanza, ningejua wewe ufungi. Ila na swali lingine nahitaji nikuulize. Niulize mjomba. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wewe unafunga. Kwa nini nakuonaga na ilizi chumbani kwako? Mjomba, ile sio ilizi. Ile unaona nayo, ile ni kinga. Kinga? Ile pale watu wanasemaga na wasikia wanatumia achawi. Hapana. Ile anatumia mtu yoyote. Kwa hiyo mjomba, unamaanisha anaweza kumlinda mtu yoyote ile? Ndiyo mjomba. Ndiyo mjomba. Ile ni kinga. Manake hata huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwambia, "Jilinde ili nikulinde." Kwa ile pale inanilinda. Na si mimi tu. Kwanza nilikuwa nahitaji nikupatie wewe. Ila mjomba, mimi naogopa. Maana namwamini Mungu. Kama nilivyokuambia, ile ni kinga. Nataka nikupe wewe. Ili unapoenda madrasa, wewe unakalili kila neno unaoambiwa. Ila mjomba, mimi kama naogopa hivi, maana namwamini Mungu. Usijali. Naam. Nenda, unaitwa huko ndani. Sawa mjomba. Shoga yangu mambo? Safi tu shoga yangu, za siku? Mimi naendelea vizuri. Shoga yangu nilimuona. Nimekuja kwenye mjumba mkubwa shoga yangu, kama mkafiri nakwambia, kama nimefika mbinguni. Wewe shoga yangu ukija huku wewe na kujua, huwezi ukataka kuondoka. Shoga yangu ndio hivyo. Yaani huku kuna kila kitu. Kuna MTV nakwambia mkubwa huo. MTV unatunza watu nakwambia. Eti MTV kabisa unamwona mtu kwenye TV huyo anatembea. Kweli jamani? Shoga yangu wewe njoo tu yaone. Shoga yangu mimi nakula huku wewe. Ninachokitaka mbolimboli wangu ananiletea. Anaweka vitunguu mpaka kwenye friji. Shoga yangu wenye naombeni tu mje kwa kweli. Yaani nyie njoeni. Yaani mkitaka kuja tu mnipigie simu mniambie shoga yetu sisi tunataka kuja. Yaani nyie njoeni tu, haina hata shida. Hatari shoga yangu. Kuna kila kitu ndani. Yaani nyie njoeni tu. Tena mchukue vitu vyenu vyote tuhamie wote huku. Tena mwambie Suzi, bwanake yupo huku, anakula, ananenepa, sasa hivi amekuwa na mwili hatari. Mimi ninakwambia kwamba huku tunakula tunavyotaka, wewe uelewi Yaani huku tunafanya tunachokitaka. Mjini shoga yangu pazuri. Shoga yangu. Muwai basi wenzenu mimi nawasubiria mjue. Poa. Watanikoma mwaka huu na mashoga zangu wote wanakuja. Tena ngoja. Shoga yangu. Jamila katoka kunipigia simu. Amesema hana kula vizuri, hana faidi. Mjumba noishi bonge la mjumba, amesema kaninipa huyo. Usiniambie. Kwenye mjumba wangu na bonge la MTV na kuambia shoga yangu.
Yaani uacha tu, tumeisha. Na Koroboi yupo huko. Koroboi kasema yupo huko nakwambia, amependeza Koroboi, shoga yangu. Na maana kumbe Koroboi kanikimbia hapo, akasema si naenda kufunga, sina nini sijui. Kumbe kakimbilia huko kwenye mjumba. Alafu alivyosema, kasema hivi, tukitaka na sisi twende. Nani abaki kijijini? Nani ala kwenye mbavu za umbwa? Shoga yangu mimi sibaki. Naondoka mjini. Sasa shoga yangu, mbona unataka kuniacha? Shoga yangu, na mimi hata kama hata sina ndugu, nakuja huko nani ale matembele? Nakuja huko. Nyie mkafaidi mule nyama huko, mimi niachie matembele na mboga zisioeleweka. Nakuja huko. Nasema tu nauli naye. Tutatafuta hata sitatafenyeje. Tutafute nauli basi. Kweli. Tunaenda huko. Jamila faidi peke yake. We. Sijui tutakuaje na sisi tunaenda kufaidi huko. Yaani kama namuona, yaani hisi weupe umeongezeka, urefu ule, yaani si atanenepa vipi. Tutamkuta mwenzetu ana kishepu hicho. Siku mpya imeanza. Haya, kwa tufanye tutafute nauli maana. Zao nimeshika. Sijui tutapata wapi hela. Na kweli. Mjomba, hivi mimi nataka nikuulize, umekuja kufunga au umekuja kufanya vitu vyako vya ajabu ajabu huko? Nimeona ulichokuwa unakifanya pale nje. Hivi mjomba, unajielewa kweli? Mjomba, kile kitu ambacho nilichokuwa nafanya sio mambo ya kishirikina, bali nilikuwa nafanya matambiko kwa sababu ya kwangu mimi mwenyewe. Nadhani unajua hapa tupo ugenini. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya ni kinga zangu ili nipase kujilinda. Kujilinda kwenyewe hivi? Unajua kabisa huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivi anayehangaika na haya mambo ni nani mjomba? Hivi unajielewa kweli kufanya mambo kama haya kwenye kipindi cha mwezi wa mtukufu kama huu? Uone kama ni vitu vya ajabu, alafu tupo kwenye miji ya watu. Mjomba, kama ulivyosema, tupo katika mji wa watu na tupo ugenini. Kwa hiyo sijakuwa mimi nafanya kitu kibaya. Alafu nikwambie kitu, huu mkoba anabidi halisi Azumba. Azumba? Ndiyo. Azumba namjua mimi? Ndiyo. Mjomba, hivi unachokiongea ni ukweli au mimi na masikio yangu labda hayasikii vizuri? Mjomba, dada yangu mimi ambaye ni mama yenu nyinyi, kabla ya kufa aliacha usia huu mkoba aulisi Azumba. Hivi ndugu zake waje kusikia habari kama hivi unategemea itakuwaje? Mjomba, angalieni mambo mengine mnayoyafanya. Kumbuka tumekuja hapa, kilichotuleta ni kufunga tu kwa ajili ya Ramadhani. Hayo mambo mengine miyasubiri huko kijijini huko tulikotoka. Tumalize salama tulichokijia, kisha hayo mambo mengine huko nyumbani. Sawa, mimi nimekuelewa. Basi acha yenyeshe tuone panapovuja. Kwa makini, lakini tupo kwenye miji ya watu. Au mambo mengine tutasubiria huko kwa kijijini, sio hapa kwenye miji ya watu. Kimbudu, lile ombi lako nimekukubalia. Jibu gani? Si ulisema unanipenda jamani Kimbudu? Yaani umenipenda? Nimekukubalia, nakupenda. Haya, nashukuru kama umenikubalia. Umenikubalia? Yeah. Nimefurahi kwa kweli. Kimbudu, na shida lakini. Shida gani? Na shida na hela. Hela tu? Hilo tatizo dogo sana kwangu. Jamani. Wala usiwazi. Yaani hapa unavyoniona nimetoka kibaruani na hapa hela ninayo. Basi nipe mpenzi nakwambia, yaani wewe ndio ninavyokupenda mimi hapo hapo tu. Kimbudu.
Hainitoshi jamani mpenzi. Wewe tena. Ila kwa hilo usiwaze. Kwa sababu mimi hapo nimepewa hela nusu. Na bosi kasema jioni ananimalizia hela yangu. Kwa wala usiwaze utapata hela. Kimbudu, si unajua tena hii hela hainitoshi. Mara viazi, mara vitu gani vya kufutulisha. Si unajua tena Ramadhani kama hii jamani Kimbudu. Siamini au zipo mu. Kweli sina hela ndio hiyo nilonayo jamani. Huko kote hamna. Huko kuna angalia mpenzi au huko kuna simu tu hii hapa. Au unipendi? Jamani ningekuwa sikupendi ningekupata hiyo. Hamna hela jamani, mbona uniamini? Hela ndio hiyo hiyo. Nitakumalizia nyingine bosi akinipa baadaye jioni. Sawa, haina shida mpenzi. Hapo sawa. Baadaye umelizika. Usinidanganye. Uhakika kabisa mimi nikipata. Si unanipenda kweli? Yeah. Usinidanganye. Ni wewe mpenzi. Usinishike nawe basi. Yeah. Usinishike dadangu, usinishike. Nataka nishike hata hapa labda. Alafu Kimbudu, mguu kwa unakuja kwako uko shamba liko kuwepo. Lakini kushukuru tumekutana hapa. Si unajua tena ninavyokupenda. Yaani nimekumbuka nimelala huko nyumbani nikasema hapana. Roho ikubali. Bora nikamuitikia ile ya Kimbudu wangu jamani. Haya. Kama umenikubalia kweli. Kweli. Haya kwa baadaye nakupenda. Haya bye. Bye. Naondoka. Karibu mjukuu wangu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hali? Shikamoo. Marahaba mjukuu wangu. Unavyoonekana wewe ni mgeni katika jumba hili. Mimi hapa ni mgeni. Kwani wewe mimi unijui? Ingekuwa vizuri tungefahamiana. Mimi ni bibi yako mzaa mama yako. Ndio maana naona tumefanana. Mimi ni bibi yako, nilikuwa shamba huko. Kumbe ni bibi yangu. Sasa mbona ulichelewa? Mama yako ndo amenitumia na pesa tuje hapa tushirikiane kufunga Ramadhani mjukuu wangu. Sawa. Unatoka wapi mjukuu wangu? Nilikuwa huko ndani najisomea. Unasoma nini mjukuu wangu? Qur'ani. Umefika sura gani? Wal-Asr. Kwa hiyo unaijua vizuri mjukuu wangu. Mwenyezi Mungu akupe uhai mrefu mjukuu wangu usome Qur'ani. Mimi nasali ila sijui kweli nasali. Mimi bibi yako naswali. Nimemzaa mamako nishindwe kuswali umri huu. Ina maana ningekuwa nimeshakufa mjukuu wangu. Kwa nini mtu alikuwa yaswali anakufa? Afi na kimwili anakufa kiroho. Sawa bibi. Mimi naenda kupumzika hapo nje. Mbona mjukuu wangu hatujaongea vizuri? Unaenda kupumzika haraka haraka mjukuu wangu inakuaje? Bibi wewe unakaa mwezi mzima? Sio hivyo mjukuu wangu, nitaka unipe mawili matatu. Sawa bibi, mimi nimekuelewa. Ngoja nikapumzike hapo nje. Haya mjukuu wangu. Shoga yangu. Nishapata hela nauli. Shanchuna Kimbudu huko shoga yangu. Pesa nauli nayo hapa sasa hivi. Na kusikilizia wewe tu shoga yangu hapo. Si unajua tena? Mwenzangu sina hata mimi hapa nilipo. Na maana hata shilingi hauna hapo. Sina. Mwenzako nina miela kusupport hapa. Hata usijali. Nitakupa pesa nauli na Kimbudu akirudi huko amesema bida kwenye saa 12 ananikuta nyumbani. Tutaondoka na kuambia shoga yangu. Nakwambia nikitoka hapa nikienda mjini watanikoma. Yaani nitakwambia nitakula. Yaani acha. Na mimi huko nikifika nitakafakamia msose kama mbwa shoga yangu. Afadhali. Vipi shoga yangu? Mimi nalala peke yangu. Si uje tulale wote. Suzana. Hapo hapana kwa kweli. Mbavu za mbwa zile kule nyumbani nimwachie nani?
Na Kimbudu akija, je, nikose hela ya nauli ya kukuongezea wewe? Napo umesema nini? Kasubiri hela bwana. Haya poa shoga yangu. Tunaona baadaye basi. Haya usijali, baadaye. Mwamu, ni nini unafanya sasa hivi? Burudani tu kidogo msaji. Eti samani, mwezi wa Ramadhani mtukufu kweli unapigisha mijimbo ya ajabu kama hayo? Kupitiwa tu. Sasa hivi ni kusikiliza kaswida tu, wala sio muziki ya ajabu kama hiyo. Baridi mwamu, mimi nimekuelewa. Changanya bwana, changanya akili yangu mimi na burudani wa Ramadhani yenyewe jina la mtu. Usinichanganye. Tap screen. Chimami, unaona? Yaani ukiwa na mimi kila kitu kinaenda fresh kabisa. Yaani nakuzingatia kwenye matunzo yote. Kwanza hapa mtaa mzima mimi ndo muuni 21. Na hela mimi ninazo, yaani kama bata akinya. Na kweli, na ndio maana leo umependeza. Kimbudu, hela si umepata hapo? Unaweza kanipatia hapo sasa hivi? Hela tu? Hela kwangu mimi tatizo dogo sana. Hela mimi ninazo, lakini kwa hapa sina. Kwa sababu hapo unavyoona huu mguu nimetoka kwa boss kuchukua hela yangu ile ya jana nilokuambia. Sasa boss sijamkuta. Haujamkuta? Ndio. Ina maana wewe Kimbudu mimi kunidanganya mimi? Yaani kifunne chako cha jana ndio unamaanisha ndio umenipa hela mwenyewe Kimbudu, kwa maisha kama kunidanganya hayo, eti unitake mimi kifunne chako cha jana hicho ndio ukipigie mahesabu unipe mimi. Kitu kama hicho Kimbudu mimi sikipendi. Umesikia? Ukitaka kitu kizuri lazima ukigelamikie. Kama hutaki tafuta njia iliko. Na kuanzia leo nyumbani kwangu usifike, na ukiwa na ziki na mimi utanitafuta. Tafuta pesa, afu mimi ndo unitafute. Umesikia wewe mbwa wewe? Kuanzia leo sitaki mazoea na wewe. Fala wewe. Yaani wewe sijui nikufanye nini? Tuheshimiane. Umesikia wewe malaya wewe? Malaya mbuzi kama malaya wengine huko. Chimami. Anyway, sitokubaliana na hili. Nitapambana kadri nitakavyoweza mpaka nikupate. Azumba. Naam. Wewe umekuwa mvivu sana kwenye swala zima la kuandika Kiarabu. Hivyo hapa nataka nikufundishe jinsi ya kuandika. Mjomba, usinioni sijui babu. Mimi mwenyewe naweza kuandika. Unajua kuandika wewe? Sawa, ila wewe mbishi sana. Haya, andika bismillah hapo kwa Kiarabu. Unaona sasa? Bismillah unaanzia kuandika kulia kwenda kushoto, umeanza huko. Ndio maana nakwambia ujue, afu acha ubishi ninavyokuelekeza. Si ndio huko nimeanzia mjomba? Haya, andika sasa tuone. Unaona sasa ubishi wako? Ndio maana nakwambia wewe bado. Kwa nini unashindwa kunielewa? Hasa kuwa makini mimi ninapokuandikia hapa. Sawa. Ila mjomba. Ndio. Kuna kitu kana nataka nikwambie. Kitu gani? Ipo hivi.
Je, niichukue ama nisichukue? Ila nikichukua nitakuwa namkufuru Mwenyezi Mungu. Ila mjomba aliniambia nikichukua hii inanilinda. Hebu ngoja nichukue. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طار والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي